Waswahili wenye Kiswahili chao wanasema, mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Lakini pia katika kitabu kitakatifu, yaani Biblia, Mithali 22 mstari wa 6 inasema, mlee mtoto katika njia impasayo, naye hataiacha hadi atakapokuwa mzee. Wahenga nao hawakuwa mbali, wakasema, samaki mkunje angali mbichi. Leo nataka nikupe simulizi fupi kuhusu binti mdogo aliyebeba maono na kuziishi ndoto ambazo ulimwengu unazitumia kama msaada kwa jamii hadi sasa. Maisha ya huduma na upendo kwa dunia. Mwaka 1805 katika mji mdogo wa Akuto alizaliwa msichana mdogo aliyeitwa Maria de Matias, na maisha yake yamejaa upendo, huduma na kujitolea kwa wengine. Licha ya changamoto na magumu ya zama za wakati huo, Maria alikusudia kuwa chombo cha upendo wa Mungu kwa watu waliokutana nao. Hadithi yake ni ya kuvutia, na leo tutakwenda kwa undani kupitia maisha yake na changamoto alizokutana nazo na jinsi alivyobadilisha jamii. Kuzaliwa na maisha ya mapema. Maria de Matias alizaliwa tarehe 4 Mei mwaka 1805 katika familia ya kawaida. Baba yake alikuwa mfanyabiashara na mama yake alikuwa ni mwanamke mwenye imani thabiti. Hali ya familia ilikuwa ya kawaida, lakini Maria alijua mapema kuwa Mungu alikuwa na mpango maalum kwa ajili yake. Alijua kuwa lazima awe sehemu ya mabadiliko katika jamii yake. Licha ya changamoto za kiuchumi na jamii alizokutana nazo, alikuwa na mapenzi makubwa kwa wanyonge na aliweza kuona mahitaji ya kusaidia watoto, wafiwa na maskini. Alianza kutoa misaada kwa watu wenye shida na aligundua kuwa huduma yake ilikuwa ni sehemu ya wito wake wa kiroho. Kuanzisha shirika la wasichana wa Yesu. Maria de Matias aligundua wito wake wa kuwa mfuasi wa Yesu na alikusudia kusaidia jamii kupitia huduma. Alianzisha shirika la wasichana wa Yesu ambalo lengo lake kuu lilikuwa ni kutoa elimu kwa wasichana, kuwaandaa kuwa wanawake wenye maana katika jamii zao na kuwa chombo cha mabadiliko. Shirika hili lilikuwa na lengo la kumfundisha msichana, si tu kumfundisha maana ya elimu ya dunia, bali pia kumfundisha maana ya imani na upendo wa Mungu. Katika wakati wake, shule za wasichana hazikuwa nyingi, lakini Maria aliona kuwa ni muhimu kuwapa wasichana fursa ya kujifunza na kukua. Aliweka juhudi zote katika kuhakikisha kuwa wasichana wanapata malezi bora, huku akisisitiza umuhimu wa imani na maadili ya Kikristo. Changamoto na ushindi. Maisha ya Maria de Matias hayakuwa rahisi. Alikumbana na changamoto nyingi, ikiwa ni pamoja na upinzani kutoka kwa watu wa jamii yake. Lakini hakujali. Alijua kuwa kazi aliyokuwa akiifanya ilikuwa na maana kubwa. Alijitolea kwa moyo wake wote na aliendelea na huduma yake licha ya magumu. Wakati wa maisha yake, alifanya kazi kubwa ya kueneza upendo, amani na elimu kwa watoto wa kike. Kwa miaka mingi, alijitolea kumtumikia Mungu na kutoa huduma kwa jamii, hasa watoto na wanyonge. Alikuwa mfano wa msichana mwenye nguvu ya ndani na aliweza kushinda kila aina ya upinzani na magumu. Kufa na urithi na maisha yake. Maria de Matias alifariki dunia tarehe 20 Agosti
mwaka 1866. Lakini aliacha dunia ikiwa na urithi mkubwa. Aliacha nyuma yake kazi ya upendo na huduma ambayo iliongoza kizazi cha wanawake kuonyesha uwezo wao na kutoa mchango mkubwa katika jamii. Leo hii, shirika la wasichana wa Yesu linaendelea kutoa huduma duniani kote, likiwa na shule, makazi na miradi ya kijamii inayosaidia watoto na jamii. Maria de Matias alionyesha kwa vitendo kuwa upendo na huduma kwa wengine ni sehemu ya wito wa maisha. Alikuwa na maono ya jamii bora ambayo kila mmoja anapata haki yake na kila mmoja anasaidiwa na kupewa fursa ya kujifunza na kukuza vipaji vyake. Hitimisho. Hadithi ya Maria de Matias inatufundisha kuwa huduma kwa wengine ni wito wa maisha na kwamba kila mmoja ana nafasi ya kufanya mabadiliko katika jamii yake. Alikufa akiwa na furaha kwa sababu alijua kuwa alifanya kila kitu alichoweza kwa ajili ya Mungu na kwa ajili ya wengine. Hadithi yake inadhihirisha kuwa upendo na kujitolea kwa wengine havina mwisho, na urithi wake utaendelea kuishi katika huduma inayotolewa na shirika la wasichana wa Yesu. Kwa hivyo, tujikumbushe kuwa Maria de Matias alivyofanya, tunaweza kuwa vyombo vya mabadiliko na huduma kwa wengine. Hii ni hadithi ya mtu aliyetumika kwa upendo na aliweza kubadilisha dunia kwa vitendo vyake. Kwa leo, naomba tuishie hapo. Natumaini tumejifunza kitu kutoka kwa Maria de Matias. Simulizi hii imeandaliwa na Wizara ya Habari na Michezo. Msimuliaji wako ni mimi, Henrika Medad. Hadi wakati mwingine, kwaherini. Maria de Matias ni mama mwenye huruma, alianzisha shirika mpaka leo la simama. Waabuduo damu salama, tunakula mema, matunda tunayachuma mpaka siku ya kiyama. Alimuinua Musa katikati ya mateso, akaanzisha safari kuelekea Kanani. God bless.